Asante sana mheshimiwa ambaye ni mtazamaji katika mtandao wetu wa Mokenya TV mahali popote ulipo. Hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze yale ambayo yamefika katika meza yetu ya habari, kisha baadaye tutakuwa tunayachanganua moja kwa moja. Naomba tu uweze kunifuatilia hadi tamati mwa kanda hii kwa sababu natoa ahadi ya kuileta chini ya dakika 10. Nitajaribu kila niwezalo kuhakikisha kwamba nimeileta chini ya dakika 10. Lakini leo ninaenda kuangazia mazito. Lakini kabla nianze rasmi, naomba kuwafahamisha kwamba siku ya Jumanne tuliweza kushuhudia viongozi katika mrengo wa upinzani wakiwa pamoja, akiwemo Muhisa Kitui, kulingana na picha ambayo nimeiweka hapo, Eugene Wamalwa, Martha Karua, Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Dr. Fred Matiang'i, Mithika Linturi, Justin Muturi na Saitoti Torome ambaye ni chairperson wa chama cha Jubilee. Naomba kuuliza swali kwa sababu hayo ndio tunaenda kuangazia katika kanda hii. Vile unavyotazama muungano huu utadumu na kujishikilia katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027, kuna uwezekano wa hawa wote kuwa pamoja, kuleta wengine kushirikiana pamoja katika uchaguzi wa mwaka 2027. Kulingana na mtazamo wako, niandikie katika sehemu ya maoni kwa sababu nitakuwa napitia comment zile ambazo mtakuwa mnanitumia. Sasa kuna kile ambacho kimefanyika. Dr. Fred Matiang'i, baada ya kuonekana katika hiyo picha, amejiondoa rasmi. Katika kanda hii tutakuwa tunaangazia ni kivipi Dr. Fred Matiang'i amejiondoa kwa kikundi hiki, sababu ni zipi. Hayo yote naenda kuchanganua katika kanda hii. Kabla nizame kwa undani, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, na kuomba tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa unapoendelea kutazama mheshimiwa wa mtandao wetu wa Mokenya TV, tukabidhi a like, yani tupe a like katika kanda hii. Na ikiwa wewe ni mgeni ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, na kuomba kiheshima ukaweze kusubscribe. Kuna kitufe hapa chini, ikiwa unapotazama umeandikiwa subscribed, wewe hauna nia ya kubonyeza kwa sababu tayari you are our subscriber. Thank you for that. Nashukuru sana kwa kuwa subscriber katika channel yetu. Lakini ikiwa kwa kitufe umeandikiwa subscribe, na kuomba tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa ukaweze kubonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribed. Na kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana ninapoweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification kufahamishwa kwa Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii kanda, ukimaliza kutazama sambazia wengine katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Sasa baada ya viongozi hao kutoka mrengo wa upinzani kuonekana wakiwa pamoja siku ya Jumanne, kuna kile ambacho kilifanyika, na sisi kazi yetu ni kufanya uchanganuzi. Viongozi hawa waliweza kukubaliana na kuzungumzia masuala mbalimbali, lakini kile ambacho waliweza kuzungumzia kulingana na Kalonzo Musyoka, kile ambacho aliandika katika mtandao wa kijamii ni kwamba Kalonzo aliandika hivi: a statement, joint statement by the opposition on continued extrajudicial killings in Kenya and the IEBC. Yani kile ambacho waliweza kukubaliana na kuzungumza pamoja, kutoa taarifa kwa vyombo vya habari, ni kuhusiana na mauaji na uundwaji wa tume ya uchaguzi humu nchini IEBC.
ninapoangalia statement hiyo ama taarifa kwa vyombo vya habari, kule mwisho ni kuonyesha wale ambao waliweza kutia sahihi zao kukubaliana pamoja. Mmoja wa kwanza ni Honorable Martha Karua. Wa pili His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Number 3 His Excellency Rigathi Gachagua. Number 4 Honorable Justin Muturi. Number 5 Honorable Eugene Wamalwa. Number 6 Honorable Mithika Linturi. Number 7 Mr. Torome Saitoti. Kwa hiyo picha nilikuonyesha mapema, sahihi ya Dr. Fred Matiang'i haipo kwa viongozi wale wote waliokutana siku ya Jumanne. Wakati taarifa iliweza kutolewa kwa vyombo vya habari, Dr. Fred Matiang'i anaonekana kujiondoa kwa makubaliano yale. Now, I want to put this into perspective so that we can understand why Dr. Fred Matiang'i's signature is missing in this press statement that was released on Tuesday by opposition leaders in this country, Kenya. Nirudi kwa Kiswahili. Kwa nini sahihi ya Dr. Fred Matiang'i ikakosa? Point number 1. Dr. Fred Matiang'i has not joined Gachagua's team or camp officially. Vile inaonekana Matiang'i hajahusika vile na kujiunga katika mrengo huu wa upinzani ambao unaongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Tuangalie kiundani sasa. Sababu ni zipi? Ikumbukwe kwamba Matiang'i hakuwa na nia ya kuwania kiti cha urais, ila tu wakati wa maandamano ya Gen Z mwaka jana aliweza kudaiwa na vijana wa Gen Z kuwania kiti cha urais. Kurudi kwake ama uwepo wake katika taifa letu la Kenya kuwania kiti cha urais ni kwa sababu aliitwa ama alidaiwa na vijana wa Gen Z na baadhi ya Wakenya wengine kwa sababu alikuwa ngambo kule Marekani. Number 2, uwepo wa Matiang'i katika kiti cha urais huenda ni candidate wa aliyekuwa rais wa 4 Uhuru Kenyatta. Na tunapoangalia kwa undani, Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua ni kama maji na mafuta. Kwa hivyo Uhuru ako hapa na Matiang'i wake, lakini Matiang'i ameonekana upande huu wa Rigathi Gachagua na Rigathi Gachagua hawajakubaliana na Uhuru Kenyatta. Ndio maana vile ninaona mtazamo wangu, ikiwa tunataka kuona Matiang'i akiwa katika kambi hii ya Rigathi Gachagua, itabidi Uhuru Kenyatta akubaliane, wapendane kisiasa na Rigathi Gachagua wasameheane kwa yale ambayo walikosana katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2022 wakati wa kampeni, kwa sababu kuna matamshi ambayo yaliweza kutumika hata kwa familia ya Kenyatta. Number 2, mbona sahihi ya Dr. Fred Matiang'i haipo? Matiang'i might decide to go for presidency alone without other opposition leaders. Kuna uwezekano Dr. Fred Matiang'i kuwania kiti cha urais pasipokuwa na viongozi wengine katika mrengo wa upinzani. Kwa nini? Matiang'i anakubalika kote nchini kulingana na yeye. It's a good decision if he chooses, kwa sababu ile kazi alifanya kama waziri wakati alikuwa katika sekta ya elimu. Hatukushuhudia mambo ya wizi wa mitihani humu nchini.
na matokeo ya mitihani yalikuwa yanatolewa hata kabla ya Disemba kukamilika, Krismasi. Baada ya yeye kung'atuka kwa kiti, tukaanza kushuhudia mambo hayo. Akabadilisha rangi za magari ya shule, yakawa yellow. Yote ukiona gari yellow linakuja, unajua tu hilo gari ni la shule. Wakati alikuwa katika sekta ya usalama, sare za polisi zikabadilishwa hapa na pale. Kuna mageuzi alifanya, mambo ya wizi wa ng'ombe, cattle rustling, kafikishwa mwisho katika sehemu mbalimbali. Wakati alikuwa katika wizara ya mawasiliano ICT, tukahamishiwa mfumo kutoka ule wa analogi kuelekea digitali, where we are at the moment. So Matiang'i anakubalika kote nchini, huenda yeye aende yeye mwenyewe. Lakini kuna swali niko nalo. Without Rigathi Gachagwa's support from Mount Kenya region, hapo ndio niko na question mark. Lakini kuenda kwake anaweza kwa sababu anakubalika. Kwa hawa viongozi wote, naona kidogo lazima atamuhitaji Rigathi Gachagua. Kumaanisha Gachagua na Uhuru Kenyatta watafutane, wakubaliane kisiasa ikiwa wanataka kumunga mkono Dr. Fred Matiang'i. Number 3, kwa nini sahihi yake inakosa? Huenda number 3, vile nadai mimi mwenyewe, huenda ameona kila mtu ako na interest ya kuwania kiti cha urais, ajiondoe yeye mwenyewe, aachie hao wengine aende mali solo. What do you think? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo tutatengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja tukabidhi like katika kanda hii, tukabidhi na kuomba tu, na ikiwa hauja subscribe, consider subscribing by hitting the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any new video clip, you'll be notified automatically by YouTube, which notifies you that Omo Kenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content always to other WhatsApp groups and over on Facebook. That's the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Let's meet in the next video. Be blessed by our supreme being. All of us, have a bye-bye for now.